tulijifunza siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa habari ya upendo, kwamba kuna matendo ya mwilini na kuna matendo ya rohoni. Matendo ya mwilini yanatambulikana katika mwili na matendo ya rohoni yanatambulikana katika rohoni. Na anasema tunda la Roho ni upendo. Ina maana huwezi ukawa na tunda la Roho kama hauna upendo. Tunda la Roho ndio linakujumlisha unakuwa na upendo. Tunda la Roho ndio linakujumlisha unakuwa na amani. Tunda la Roho linakujumlisha unakuwa na furaha. Tunda la Roho linakujumlisha unakuwa mwenye haki. Kwa hiyo tunda la Roho kazi yake ni kukamilisha yale ambayo Mungu aliyokutengeneza uwe nayo. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Jana sasa hivi kwenye mtandao kuna vitu vya ajabu sana. Jana nikaona ni mtesti huyu anayejiita AI, nikawa na chat naye. Nimechat naye nikamtumia message tu moja, nikamwambia kwamba niambie kati ya Mtume Muhammad na Yesu Kristo mwana wa Mungu nani zaidi? Kumbe nina akili bwana. Si robot sio nini? Nikanijibu nikasema unajua si hivi. Akanijibu majibu mazuri kweli. Baadaye nikamuuliza tena, kama unasema wewe unatetea, kuna wale wanaomtetea Mtume Muhammad na kuna wale wanaomtetea Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Lakini ukija kuangalia hawa walioko kwa Mtume Muhammad wanamuita Yesu ni Isa. Na ukija kuangalia, nikamuuliza swali zuri sana kwa sababu yeye yupo katika kuangalia ukweli wa mambo yote. Na nikamuuliza swali, kama Yesu katumwa na Mungu, na Yesu baada ya kutumwa na Mungu akatuma tena mtume mwingine au katuma na nabii mwingine, hasa niambie huyu Yesu aliyetumwa alitumwa na nani? Alitumwa na Mungu. Haya, nikamuuliza na huyu mtume alitumwa na nani? Na Mungu. Sawa. Ina maana Mungu aliyemtuma mtume na Mungu aliyemtuma Yesu ni Mungu mmoja. Akasema ndio. Nikasema safi, nimekuingiza 18. Nikamwambia kama ni Mungu alimtuma mtume na kama ni Mungu alimtuma Yesu, mbona wako tofauti? Huyu anapinga Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu ni nabii Isa. Mungu yupi ambaye anaweza kujipinga? Akasema hapo umenena vyema. Hebu tuanze kueleweshana. Yaani yeye akahitaji ufahamu kutoka kwangu. Ndipo nikamwambia leo kuna ufahamu wa kiroho, na ufahamu wa kiroho haupatikani katika elimu ya darasani na elimu ya kufundishwa. Elimu ya rohoni inapatikana katika ulimwengu wa roho, na mwalimu wa rohoni ni Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni roho. Nao awamwabuduo yeye imempasa wamwabudu katika roho na kweli. Ukivitaka vitu vya rohoni umtafute mtu wa rohoni, na ukitafuta vitu vya mwilini unatakiwa mtafute mtu wa mwilini. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwisho wa yote akasema hakika wewe una ufahamu wa tofauti. Yaani